Jambo kwa raia wote wa tarafa la Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda, Walungu na mahali popote katika tarafa za province ya Sud Kivu. Na sema vile vile jambo kwa wazalendo wote ambao wanaendelea kupambana kwa ajili ya kutetea nchi yetu. Nikisema wazalendo wa tarafa la Fizi, wazalendo wa tarafa la Uvira, Mwenga, Shabunda, Walungu, Kale na mahali popote ambapo panapatikana wazalendo wanaofia nchi yetu bila kuwa na msaada mkubwa kutoka kwa serikali ya Kongo. Ninakuja kwenu nikiitwa kwa jina la Orphe Yamone Akamengele, niko politologue de formation. Nimekuja kutoa jibu kwa kufuatana na maneno ambayo aliyoyasema mheshimiwa mbunge Justin Bitakwira Bionahai hapo Uvira alipo wasili kwa ajili ya kuja kufanya mission ya kuwaona wazalendo na kuwapongeza katika hatua ambao wanakuwa ndani mwake. Na katika audio yangu hii ambayo nitahitaji isambazwe ulimwenguni pote, isambazwe kwa watoto wote wa Sud Kivu, isambazwe kwa wazalendo wote na raia wote hususan wa Fizi, Uvira, Mwenga na Shabunda, ni kufuatana na mambo matatu ambayo nitakayozungumza. Na jambo la kwanza nitazungumza kwa ajili ya kifo cha jemadari Kibukila mtetezi na ukimya wa coordinator wa wazalendo mheshimiwa Justin Bitakwira Bionahai. Na neno la pili ambalo nitakalo lizungumzia ni neno linalohusu decoupage ya province ya Sud Kivu kama vile alivyo tamka mheshimiwa Justin Bitakwira katika hotuba yake hapo Uvira. Na neno la mwisho ambalo nitakalo lizungumzia katika audio yangu ni kusema kwamba nia tena ya watu kutembea pamoja kisiasa ikiwa masharti yataenda kutekelezwa ama kuheshimishwa na raia na wale ambao wanaoitwa wa leader na wa notable politique wa territoire ya Uvira, territoire ya Fizi, Mwenga na Shabunda. Basi kwa neno langu ama pointi ya kwanza ninapenda kutoa nakuja kutoa shida ama nia ya kuonyesha hali isiyofurahisha ama ambayo haikufurahisha wakati ambapo jemadari Kibukila Ebuela Waseba mtetezi alipofariki katika janga lililomkumba hapo katika kijiji cha Lutete tarafani Fizi katika sekta ya Tanganyika. Yule ambaye anayeitwa coordinator wa wazalendo ambaye ni mheshimiwa Justin Bitakwira katika region ya Kivu, tumesikitishwa kuona kwamba katika hotuba yake hapo Uvira alishindwa kutoa mkono wa pole kwa jamaa ambalo lililoachwa. Nikisema jamaa na sema jamaa ya wazalendo, jamaa binafsi ya mtetezi ambaye aliparticipe na honorable Justin Bitakwira mu reunion ya reconciliation et unification ya magroupes armés ambayo ilifanyika katika jiji la Baraka Msale ya Mahamat tariki 13 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2024, le 30 juillet 2024, ambamo huyu jemadari alazo pema mahali alipo Ebuela mtetezi, William Amuri ya Kutumba, Makanaki John, Ngoma Nzito, Delfe Kalembe, Mayele Wilonja, Kanyama Kaloko, Rene Itongwa, Ngoma Nzito, Kakobanya na wengine walikutanana pamoja na ikawa kama vile sikukuu ya ushindi wakati wazalendo wetu walienda kuungana kufuatana na matatizo ambayo walikuwa nayo. Na hiyo ilikuwa kwa moderation ya mheshimiwa Justin Bitakwira. Lakini cha ajabu, umoja kati ya hao ambao aliwareconcilier na kuwaunifie
alipofariki mtetezi, hatukusoma kwenye mitandao salamu zake za rambirambi kwa jamaa la huyu mtetezi. Hiyo sio jambo ambalo linalofurahisha ndugu coordinator wa wazalendo, wakati kunakuwa mtu ambaye anafariki na ni wewe ndiye unayemwangalia, ni wewe ndiye unayemtetea, inabidi kumsaminisha hata mwisho wa maisha yake. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, ninazungumzia kwa ajili ya decoupage ya province ya Sud Kivu. Acha kwanza ni remercier honorable Justin Bitakwira kwa hii ushujaa ambao anakuwa nayo kwa ajili ya kusema juu ya decoupage ya province ya Nord Tanganyika. Walio wengi malider, walio wengi manotable wanashindwa kutamka maneno ya kusema kwamba tugawanye hii province ya Sud Kivu. Lakini wewe unakuwa shujaa na unaisema waziwazi. Ila ninakuja kuonyesha mambo fulani ambayo hayaendani vizuri na hatua hii ambayo tunakuwa ndani mwake, na hile inaweza kufanya watu kutuchukulia kama hatuelewi nini tunachokifanya. Hapa ninaenda kuonyesha Mheshimiwa Justin Bitakwira, katika sorti mediatike zako za mingi nimeweshawahi kukusikia unashutumu wa ndugu wa Nyamulenge, wa Nyarwanda ambao wanaojiita wa Nyamulenge, ya kwamba wasifalsifie histoire. Donc weye unakuwa unaprone non falsification ya histoire. Sasa cha ajabu ni kwamba katika hii hali ya kulomba decoupage ya province ya Sud Kivu wala demembrement ya province ya Sud Kivu, kunakuwa kauli ambazo nazitoa zinazoonyesha kuenda kinyume na historia ya province yetu ya Sud Kivu na ya Kongo mzima. Hapa nataka kusema nini? Wakati ulipozungumza Mheshimiwa Justin Bitakwira ya kwamba district ya Sud Kivu inakuwa na chef-lieu Uvira na province ya Kivu Central ndio inakuwa na chef-lieu Bukavu, ninapenda kuonyesha kwamba hapa mheshimiwa kunakuwa kaitilafu kidogo ambapo umeglise. Ni kwamba province ya Kivu Central ilikuwaka na materitoire yake na Uvira ilikuwa ndani ya province ya Kivu Central, na hakujawahi kuonekana ama kukuwa decide district ya Sud Kivu ambayo chef lieu ya district ya Sud Kivu ni Uvira. Acha nirudie nyuma kidogo katika historia ya Kongo. Katika historia ya kisiasa ya Kongo, mnamo mwaka wa 1888 Kongo ilikuwa na district 11. Na hapo sisi watoto wa huku Fizi, Uvira na hata Bukavu na mahali pengine tulikuwa katika ile district ambayo ilikuwa inaitiwa Stanley Falls. Na tulipofika mwaka wa 1895 hizo district 11 zikakuwa 15. Na hapa vile vile sisi watoto wa Uvira Fizi tulibaki katika ile district ya Stanley Falls, ndio ilikuwa inaundwa na hizo territoire. Sasa hapa tukaingia katika utawala ambapo nchi yetu iliitwa Congo Belge. Mwiyo periode mu 1914 kukakuwa 22 district, na mwi 22 district kukakuja kuonekana district moja ambayo ilitukusanyisha tena sisi sote. Hapa tunatoka katika ile district ya Stanley Falls, tukaitwa sisi district ya Kivu. Wakatudivize Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema mu district moja ambayo ilitiwa district ya Kivu. Na hapa hii Kalemi ambayo uliosema katika audio yako ilikuwa inaitiwa tangia zamani na ilikuwa district apart na iliitiwa Tanganyika Moero. Na chef lieu ya hiyo district ya Tanganyika Moero ilikuwa Kongolo. Sasa tulipofika mwaka wa 1124 ndo hapo sasa pakakuwa province 4 za kwanza. Na mwile province 4 za kwanza ambazo zilitiliwa, sisi Fizi, Uvira na hata Bukavu na pia materitoire zingine zote tulikuwa katika hii province ambayo inaitwa province Orientale, ndo tulikuwa ndani mwake.
Na baada ya kutoka katika zile province 4 tuliingia katika province 6. Hapa tunakuwa mwaka wa 1935. Tukakuwa province 6. Na katika zile province 6 sisi tena Fizi, Uvira na materitoire zingine zote za Sud Kivu tukaenda kuwekwa katika province ya Constermansville. Na Constermansville kapitale yake ilikuwa toujours pale Bukavu, na hapo ilitiwa chef lieu Constermansville. Sasa mwiyo Constermansville ama province ya Constermansville mulikuwa ndani district 3. District ya kwanza ilikuwa district ya Kivu Nord, njo ilikuwa inaitiwa. Na district ya pili ilikuwa ya Kivu Sud, njo hii ambayo leo tuko nasema Sud Kivu. Na district nyingine ilikuwa inaitiwa district ya Maniema. Na mwizo district zote, district ya Kivu Nord chef lieu yake ilikuwa Kagoma. District ya Kivu Sud chef lieu yake ilikuwa Bukavu. District ya Maniema chef lieu yake ilikuwa Kindu. Hapo hatujawahi kusikia na kuona kwamba Uvira ilikuwa chef lieu ya district ya Sud Kivu. Kamwe. Tulipofika mwaka wa 1963, hapa sasa tunakuwa katika utawala wa Rais Joseph Kasavubu. Na hapa katika utawala wa Rais Joseph Kasavubu alitoa constitution yake, na hii constitution huko wazee wangu wengi wanajua, hata na honorable Justin Bitakwira. Hii constitution inaitwa constitution ya Luluabourg, ilikuwa promulguée le 1er août 1964. Na hapa ndani mwake palikuwa province ambayo iliitiwa province ya Kivu Central. Pale kwenye ulisema kwamba Kivu Central chef lieu yake ilikuwa Bukavu. Ndio. Chef lieu ya Kivu Central ilikuwa Bukavu. Na hii province ya Kivu Central kwa wakati ule ilikuwa na kamata materitoire mbalimbali. Na parmi ile materitoire kulikuwa territoire ya Kabare, kulikuwa territoire ya Uvira, kulikuwa territoire ya Ruchuru, territoire ya Goma, territoire ya Kale, territoire ya Mwenga. Na hii territoire ya Mwenga hapa sheria kwa wakati ule ilitoa sektere ya Itombwe Mwenga. Hapo loi ilikuwa nasema kama territoire ya Mwenga mwele secteur d'Itombwe. Na hapo vile vile katika hiyo province ya Kivu Central mulikuwemo tarafa mbili, 2 territoire. Moja ikiitwa Fizi na nyingine inaitwa Shabunda. Hii Fizi na Shabunda vilikuwa territoire ambazo zilikuwa zinangojelewa kupita ku referendum ili nazo zichukue statut ya district kama vile madistrict mengine. Lakini tatizo ambayo iliyokumba hii sheria ya le 18 Mai 1963 isifanyike ni kwa sababu vita ya Mlele ikaingia na ikakuwa kama vile inavuruga mambo ambayo yalikuwa yanatarajiwa. Na ndio maana mpaka sasa ile referendum ya kufanya territoire ya Fizi na territoire ya Shabunda ambayo ziliitwa kwa muda fulani le territoire contesté haikufanyika, na ili zile territoire zipate kuwa élevé courant ya ma district, ou alors bientôt zingekuwa ku élevé courant ya ma province, kitu ambacho hakufanyika. Na wakati huo Uvira haikusemekana kama vile chef lieu ya province ya Sud Kivu. Basi niko mrefu kidogo, mtanielewa. Tunaenda katika mwaka wa 1971. Najua vile 1971. Hapa tunakuwa mperiode ya zairianisation, ambapo Mobutu naye baada ya kubadilishwa kwa maprovince majina huko zamani, wakati mmoja ambapo tulikuwa katika province ya province oriental, kisha tena tukaletewa katika province ya Kivu mwaka wa 1966, tukarudishiwa tena province ya Kivu ikabaki pale pale. Na mwiyo province ya Kivu hapakuwa hata siku moja mahali ambapo walisema kwamba Uvira ni chef lieu ya province ama ni chef lieu ya district ya Sud Kivu. Tulipofika mwaka wa 1988 hapa sasa njo ile Kivu
ambayo ilikuwa inaundwa na Maniema na Nord Kivu na Sud Kivu ikabadilishwa na kugeuzwa, kila district ikawa province. Na hapa tusemeshe kweli, district zilikuwa 3. Kulikuwa district ya Nord Kivu, kulikuwa district ya Sud Kivu na district ya Maniema. Na chef lieu ya district ya Sud Kivu ilikuwa Bukavu toujours. Chef lieu ya district ya Nord Kivu ilikuwa Goma. Chef lieu ya district ya Maniema ilikuwa Kindu. Sasa kwa sababu gani tuseme kwamba district ya Sud Kivu chef lieu ilikuwa Uvira? Hii inatokana na decision za wapolitisien na maparole propagandiste kwa wakati mmoja, ambapo mtoto wa Fizi aliyeitwa kwa jina la Dieudonné Mtambala alipokuwa waziri wa jimbo anayeangalia ma question interieur kwa huo wakati, alikuja wakati mmoja tarafani Fizi na kusema kwamba anakuja kuleta district ya Fizi. Na ile district ya Fizi ilikuwa inasema kwamba itakuja kubakia huku, na haikutoka katika decision yoyote ile ku niveau ya pouvoir central. Na kama ikutoka katika decision yote ile ku niveau ya pouvoir central, ina maana kwamba ilikuwa kama vile district phantom, kwa sababu ukipeperusha madocumentation yote utakutana kwamba hakuna siku moja ambapo mu constitution zote za Kongo, mu ma loi organique zote, mahali ambapo district ya Fizi, district ya Uvira iliwahi kukamatiwa hatua. Na hapa ndipo napenda kuonyesha kwamba pale ambapo niliposema kwamba Fizi ilikuwa kama vile territoire ambayo inayongojewa kupita ku referendum ili ipate kuwa district wala province, lakini vita ya Mlele ndio iliyosababisha ile isitokee tena. Sasa kwa sababu gani nasema tusifalsifie histoire? Nasema tusifalsifie histoire kwa sababu tunakuwa na lengo ya kutaka tupate province mpya. Na sisi wamoja tumeshaanza kusema juu ya province ya Nord Tanganyika ambayo inafuatana na constitution yetu kwa sasa, iliyovunja kwanza zile hatua za madistrict. Constitution ya 2006 ilivunja bitu ya madistrict, na kama ilivunja ya madistrict ni ikatupatia tena fursa ya kusema kwamba tunaweza kuomba katiba yetu ibadilishwe baada ya kuona kwamba tunakuwa na motivation ya kuomba ile katiba ibadilishwe. Sasa tunakuwa na ile lutte ya province ya Nord Tanganyika. Kwa sababu gani tusiungane pamoja na tuombe ile province? Kwa kuwa hii hali ya kubakia watu wamoja wanalomba hiki, wengine wanakuja wanalomba hiki, ndio inayotufanya sisi tukue fragile, inatufragilize na haiko mzuri. Ndio maana ningeomba na ingia katika pointi yangu ya 3, volonte ya kutembea pamoja ama nia ya kuwa pamoja sisi sote, turejee katika msingi wa kutaka turapprocher ba administrer na administration. Uvira ndio inaweza kuwa chef ya province kwa sababu watoto wa Uvira na Fizi walikaa pamoja na wakakubaliana, sio kwa malengo ya kugeuza historia ili Uvira ibakie kuwa chef ya province. Na loi ya decentralisation inavyosema kwa ajili ya rapprochement ya administration na administre, ni sisi watoto wa Fizi, Uvira, Mwenga ndio tutakaa chini na kuwaza ni wapi ambapo tunaweza tia chef ya province ili iwe karibu na raia ambao wanaoongozwa. Ni hiyo itafanya sisi tutembee kwa nia moja ili tupate kile ambacho tunacho kihitaji. Na kwa mwisho nataka kumalizia kusema kwamba tunapenda lutte ya kuunda province ya Nord Tanganyika ambayo haitakuwa
Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.